Alipofika kule akakuta kweli mama yule amelala na anazungumza lugha ya huruma sana kwa mama sana. Baada ya huruma yake sasa ameteka kama amejifunika shuka na kidinia anamtaka mchungaji. Ghafla akarusha shuka huko kumbe ndani, hata kwa ndani akarusha shuka, akakimbia akaloki. Bwana mshikaji. Mshikaji Mungu atende. Mchungaji kupigana sasa wako wawili. Unapiga kelele utafanyaje? Maana ukipiga kelele ukijiaje huko. Nani tutu? Wanapigana. Sasa anapofanya kama anafanya ndio mwili wake nguvu inapungua tena kama anapata na hapo. Mwisho ikabila kubaba. Anafanya bwana pigana lakini mwili pia unasema wewe uko tumemaliza. Mfano wa tatu. Mimi mama nimejaa ubiri kwa kweli kwa sababu watu kweli na ubiri kweli, lakini kuna mama mmoja wa Kichaga amekuja pale kanisani, mwembamba unamhurumia kabisa, amedhofu na hata wakati na ubiri halali kwa sababu huwezi kukaa, lakini kwanza kumwekea mkono kemea ndio kelele ina nishangaa kwa upako uliokuwa nao. Sikuona kwa nini pepo kutoka wote. Lakini mama kesho akaendelea kuja. Alikuwa anakuja nikuta anasikia hasira bana. Ila hasira kabisa. Yaani hata kama niko kwenye upako vipi nikimwona tunasikia hasira. Sasa siweza kumuuliza Mungu hii ndio nini maana haijawahi kutokea kwenye upako na mwenye alafu najisikia hasira kuna maana gani? Siku. Ninaenda nyumbani, ninaendelea na mama. Nikaona ninaingia kwenye simu. Nikamwambia soma kitabu. Nikakwenda nilisema chukua naomba kufika kesho nyumbani. Nikamwambia jibu. Mwambie zungumza na mwambie mama. Mwambie na alimwambia mama hakujibu ile message. Lakini kila nikimwona tu nasikia. Nikamwita ofisi. Wewe una kitu ulichokuchia hapa. Cha siri. Na umeficha na akasema sasa nikisema bana kuna kitu asema kata. Wakati tena siku ya tatu tukamwita tena siku ya pili tukamwita tena. Wewe unasema na kitu akakata kata. Nikamwita mara tatu akakata kata. Sasa wewe siku nikakaa nikaota ndoto niko mbaya kwamba nimekufa. Nikaota nimekufa. Nikauliza kwa ndoto kwa watu hivi nimekufa kama nimekufa mimi unanizika wapi? Watu wanasema si pale. Walisema pale kutoka udongo na inoka hivi kwamba nikaburi. Inasema kumbe mtu anaelewa kile kilichoendelea ukiwa umekufa. Bwana nimekufa alafu naelewa. Afu baadaye nikaamka. Ilikuwa ndoto Nikajiuliza hivi maana yake ninaenda kufa sasa hivi. Nimekaa tu hivi. Lakini mbona sipati taarifa kwa Mungu nitakuchukua sasa. Nikikao na kuomba mpaka leo kinajadili. Mbona sioni kama niko kufa sasa. Nikaomba tu kidogo nikalala. Ilipopita siku moja nikaota ndoto tena. Nimekufa. Alafu tena nikaamka. Sasa hivi nimeshtuka zaidi. Ni mara ngapi nimekufa? Juzi ndoto nimekufa. Nafikiri siku ya kwanza ilikuwa Jumatano. Siku ya pili ilikuwa Jumatano. Mbona kufa? Lakini mbona nikifikiria kufa, mbona sipati connection kwamba kuna kifo kinajiri? Na swali tulizi, unajua tuliokuwa tunaogopa. Ni wewe unaogopa kifo, lakini wewe hakuna kufa kama hakuna taarifa za kimungu. Hapa tunaingia kwa maneno kwa wachungaji watu na wala tunafulipa kodi ya kwamba tununue sisi kwa watoto wa Mungu. Ni watoto wa Mungu kweli, kuna si taarifa zilizokuwa kwamba tunakufa. Unanipata? Ilipofika siku ifuata nikapiga simu na mwanangu mmoja ambaye unafanya kazi nao kwenye maombezi. Akanipigia simu, mchungaji, yule dada amekuja hapa fulani. Ameniambia mimi. Tena nimemwambia rafiki yangu na kaka wote ni kijana wewe bila kufanya maombezi naye. Kwa sababu ni vijana wa maombezi wa kike na kiume. Ameniambia kwamba yule mama anasema yeye ni mchawi. Na yeye aliambiwa na wazazi wake kwamba kila kanisani hakikishe kuua wachungaji. Anasema lakini na akishindwa aweze kuzini nao. Lakini anasema amekuja hapa kuona nguvu ya ajabu. Kila kitaka kusogelea alimsukumia mbali. Anasema mama niambia mimi tu amwambia hata kuna muulize. Nasema Jumamosi
nikasubuhi nimefika sana. Nilipofika kanisani, Mungu ajabu sana. Yule aliyeniambia ujumbe umefika. Yule kijana ambaye pia nilimwambia amefika. Yule mdada ambaye ndio mtumiwa pia amefika. Nasikia mimi nikamwita ofisini. Sasa wewe ndio kamita. Sasa mimi nikitaka kununa ndio kununa. Kama mwingine hawezi kununa. Ni wakati wa kucheka na cheka, lakini wakati wa kununa ndio kweli. Nikamwambia nataka nakumbuka nikuuliza wewe kwamba una jambo umepewa na mmoja na siku zinajua. Nikasema siku sitaki tano. Narudia nasema sitaki tano. Uniambie kweli. Nini umejia? Kwa sababu ni kweli. Na hicho kitu ninaandika kwenye kitabu changu. Siya yote kwa naandika nikawa naandika yote. Niona naandika kwenye kitabu changu. Kinachosikia kwa Yesu. Akasema mimi ni kweli. Ni mchawi. Na uchawi usikupewa na baba. Ingawaje baba ni mchawi, lakini sikupewa na baba. Nilipewa na baba wa kufikiri. Lakini baba yangu mzazi na huyu baba wa kufikiri waliniambia ukienda kanisani hakikisha unamuua mchungaji. Na ukishindwa kumuua hakikisha umemwangusha. Mnasikia tu? Sasa umewahi kufanya hivyo umefanikiwa? Akasema kweli. Kweli kule kwa Kilimanjaro nimefanikiwa. Nimefanikiwa kuangusha mchungaji. Na huko asema huko nimeenda kwa Mungu na nimefanikiwa. Akamsema mchungaji mmoja tutamsema hapa. Yule mchungaji sasa alifikufa. Lakini kipindi anasema nilikuwa nimepata taarifa kwa yule mchungaji ni mzinzi. Amemuua kabisa. Sasa akasema sasa yeye akasema yuko mchungaji anamtaja kabisa. Akamtaja mchungaji fulani. Asema mimi nilikwenda kwake nilimweza. Kwa mimi nimemwangusha. Lakini nimefika hapa baba niseme tu kweli. Mimi nimekushindwa. Yaani nikitaka kuja na kundi kuna nguvu ambayo inanisukuma nikiwa bali siwezi kukugusa kule. Pale hapo tulikuwa nakumbusha. Nikasema sawa, wewe ulikuja usiku nyumbani kwangu, usiku kuona ndoto. Ulikuja usiku Jumatano kwangu. Akasema ni kweli. Nilikuja na waganga na tulikuwa na waganga wengi na madawa mengi. Lakini pale kwako hapaingiliki. Hatukuweza kupenya, hakuna aliingia pale ndani. Nikajua kumbe Mungu maana yake ile ndoto yote nimekufa. Maana yake Mungu kwamba kuna watu wanakuotea ili ufe amka uombe. Nikasema sawa, lakini pia Ijumaa ulikuja. Asema pia mkweli tulikuja ili niposema kwa maana tulikuja, lakini baada ya kuingilika tukuingia kwa sababu tuchoweza kufanya tukija na madawa na nini tuliingia pale nje tu hakuna kuingilika. Jamani bwana sasa. Ninazungumza juu ya mwanamke kufanya kazi mchungaji. Alright? Leo hii mama wachungaji baada ya kuombewa wao wanakimbia kwenye soda pale. Leo hii tunatafuta wanawake wengine ndio wanisaidie mimi. Kwa sababu mwanamume anapoombea mwanamke au mtu anapoombea mtu wa jinsia nyingine, anatakiwa uwepo mtu mwingine wa jinsia ile ili kuombea huyo. Na mtu sahihi ni mke wake. Lakini mke wake unafurahia sana sadaka ukubali kufanya kazi na mume wako. Hata kama umechoka wewe sio lazima uombe. Lakini wewe ndio uwepo pale wa kumhifadhi yule mtu. Yule mtu hata kama angekuwa na kauli zozote za uovu tayari hawezi kuingiza. Kwa sababu tayari nini? Wewe upo. Sawa? Lakini pia kama kuna wengine anaweza kaingia kabisa. Unajua mwingine wanajua jinsi ya kusomesha. Wengine wanaingia ofisini wanajua mchungaji vile vitu vikaa fulani. Na miaka anatengeneza vitu vya namna fulani. Anatengeneza vitu ambavyo mchungaji akikaa hapa, akikaa mchungaji hapa, angeangalia mpaka chumbani anaangalia kila kitu. Wao wanasema bahati mbaya, anasomesha somo, anajua kwa mchungaji kuna kitu kinaingia pale. Ndio tu. Lakini kama mama mchungaji angekuwepo, kila kitu asingefanya. Kwa nini mama mchungaji ndio watu wachungaji wenu? Siku ya siku imetokea, unajua mchungaji unaanza mchungaji kudumu. Hoja ni tatizo la kwako wewe. Hoja wajibika eneo la kwako. Halo? Anasema kuna maombezi. Nenda kama mchungaji. Na ushahidi ndio unaonyesha kwamba mama mchungaji akifanya kazi mchungaji hata kiwango cha pesa kinaongezeka. Ushahidi ukienda kuhubiri mahali uko na mama mchungaji utarudi na zawadi kile. Ukienda peke yako mchungaji bila mama mchungaji utarudi na zawadi. Wachungaji wengine wahubiri watanuka mkono kwenye hilo. Jamani sawa?
shida kama mchungaji hamjitoi, mnafurahia tu sadaka na wewe zinatae. Bwana haleluya, Bwana mtukufu. Tungekuwa na wewe tungepata zaidi ya hizo, kwa sababu Biblia inasema pataye mke apata jambo, apata jambo jema, na pia apata kibali kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Sasa kibali chako nikifungia, ningetembea na wewe, ningepata zaidi ya kupata. Jamani sawa? Jamani sawa? Jamani sikizeni, sio watu wengi wanaweza kustahili kama mama. Halo? Kuna watu wengine hisia za kiume ni kali zaidi, hata kama wewe wana roho mtakatifu wamejaa, lakini hisia za kiume ni kali zaidi. Wakisha angalia tu wameandika kwenye akili zao. Anazungumza sikiliza, mimi hapa sijawahi kuzini tangu niwezani kurudi kwa mama yangu. Jamani sawa? Mimi sijawahi kutongoza mwanamke yoyote wala wamenikata. Yaani hata kabla sijaokoka sijawahi. Na sijui hata wakati ninakuwa nilikuwa sijui naenda kufanyaje, maana sijui. Kwa hata leo damu inaofuatilia mtumaini ni ile ambayo alikuwa nayo kabla hajaokoka. Mimi siwezi kuzidi, hiyo haiwezekani kwa sababu naanzaje? Sijawahi kwanza, hata wakati ule ilikuwa shida, ninasemaje sijui. Unanipata vizuri? Sasa kuna watu mnaokoka hapa lakini ukweli huko umezidi na wanawake 25. Anakuja mwanamke hata amekaa vibaya. Wewe ile hisia inakuja. Halo. Anazungumza kweli. Mimi hata nilipeleka katikati ya bia. Fungia kwenye stove. Sitaweza kutamani, sijawahi kunywa bia. Sijui hata zina ladha gani. Sijui tangu nimezaliwa tumboni kwa mama yangu. Kwa kusema tu nitatamani pombe, nitatamani nimeshakunywa. Ni kama vile mtu anaweza kutamani hivi kula ile chuma. Aliwahi kula chuma hili kama ni tamu na unakumbuka ule utamu. Halo. Sasa sio wote wanaweza kustahili kama mimi. Sasa Mungu anakupa mchungaji kaa naye. Halo. Unataka tukue mfanyakazi tumekupa. Lakini hata kwenda hivi unataka kwenda kama mshika kawaida. Hebu wakusaidie. Unawaza wewe kwenda mbinguni. Tusimame. Haleluya, tupige basi mabwana makofi. Basi wote tumshukuru Mungu, wote tumshukuru Mungu. Wewe ni Bwana mwenye ufalme na mwokozi. Asante Bwana kwa mkono wako wenye nguvu. Jehova, asante kwa ajili ya watumishi wako ambao Bwana tuko mahali hapa tunajifunza mambo yako. Wewe ni Mungu mwenye makusudi mema juu yetu. Una nia ya kuwezesha watakatifu wako, watumishi wako wakatumikie. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Anapokuwa mzee wa kanisa, ni vizuri ukasema wewe ni mzee wa kanisa idara ya wanawake. Mbona wewe ni mzee wa kanisa idara ya vijana na uinjilisti. Kwa hiyo anajua ni mzee wa kanisa, lakini kipengele changu ni hiki. Mnanipata? Anapokuwa sawa ndio anaweza kuratibu mambo yote yaliyo ndani ya kanisa. Sasa hayo tumearifu, na ndio maana kazi hii huwezi kumpima mtu kwamba huyu mzee wa kanisa afanye vizuri wakati mmoja waweka katika utaratibu unampa jambo la kufanya. Ukisha kusema wewe ni mzee wa kanisa idara fulani, maana yake anajua hakuna cha kusema niko zangu siko zangu, mimi idara ya vijana inanihusu, muda wote nawaitisha wapate mafunzo wapate. Lakini unakuta kama ni semina imefanyika imetoka kwa askofu, sawa, au imetoka uchungaji nini, kwa sababu yule hakuna mzee wa kanisa ambaye anajua huo wajibu wake. Na ndio maana kanisa si rahisi kukua, na kikua si rahisi kuimarika. Shida tumekaa kwenye injili zaidi, hatujakaa kwenye fundisho. Sasa vile mama mchungaji hatuwezi kumtuhumu ana dhambi, ana makosa, hajafanya vizuri wakati hajapewa kazi yake ni ipi. Akishaijua atakitulia, na mamoja ni hivi nimeifanya, na mabili ni hivi nimeifanya, na matatizo ambazo mtakatifu utazigawa sawa, lakini sio ambazo lazima sio basi. Wapenda Bwana sasa. Kwa nini kama neno hayo pia ni shauri langu kwa wachungaji? Kuna mambo mengine hata kama katiba yenu haisemi, katiba yoyote haimalizi yote. Mengine ni ubunifu wa mchungaji wa makanisa na mahali. Kama sawa? Hiyo katiba tumeiweka kama mwongozo kukusaidia ujue pa kuanzia, lakini mengine haya yanategemeana
na namna ya ubunifu wako. Kwa watu waliookoka tunasema inategemeana na ufunuo unaotoka kwa Mungu kuhusu wewe. Sawa? Lakini kwa watu wa dunia tunasema na ubunifu wako. Yote ni sawa tu, isipokuwa ni mahali kama sio. Sasa mwanamke ambaye si mwenza wa ndoa, unaposema mimi ni mwenza wa ndoa, moja jambo ambalo lazima tuseme ni wajibu wako. Moja imezungumza kwamba wewe ni msaidizi wa mume wako na mshauri mwaminifu. Sasa hili msaidizi bado isituje ni jumla sana. Lakini kiujumla hiyo ni kwa mujibu wa Mwanzo 2:18. Maana yake huyo mama asiwe mtu mtazamaji wa huduma, awe anayehakikisha huduma ya mumewe inafanikiwa. Yaani ujue mimi ningeletwa hapa kuhakikisha huyu baba anafika alikokusudiwa kufika. Anafika kuna alikokusudiwa kufika. Nimeona baadhi ya mama, siwezi kusema wengine kwa majina, lakini nimeona baadhi ya mama, fuatilieni, kuna baadhi ya mama utakuta mama ni mwandishi wa habari. Kwa sababu anajua ni mwandishi wa habari na anajua ni msaidizi. Utakuta anakuja na kumsaidia mume wake, anahakikisha kwenye vyombo vya habari anapenda. Kwa sababu amejua anatumia talent yake kuhakikisha mambo yanafika. Sasa kila mama anajijua wewe ni msaidizi. Maana uko pale kutumia akili yako, maombi yako, hekima yako, ushawishi wako kwamba huyu baba anafika kwenye hatima aliyokusudiwa na Mungu. Ni muhimu sana. Usiwe mtu ambaye unaweza ukawa mteule. Na kwa sababu hiyo utaita kutenda kazi pamoja naye, na kwa sababu hiyo uwe na uhakika wa kwamba Kristo atakapokuja utalipa. Lakini namba pili pia tunazungumzia wajibu wake, nimegusa kule kwenye tabia, kumtia moyo. Au ni mtu wajibu wake kumtia moyo mumewe katika ndugu. Si wajibu wake kumlaumu, kumhukumu, si wajibu wake kumdhoofisha katika utumishi wake. Lakini mtu ambaye ni jasiri, ambaye anajielewa, ana wajibu wa kuhakikisha anachochea imani ya mume wake, anachochea maono ya mume wake katika. When God needs people of encouragement, Mungu anahitaji watumishi ambao wanaweza kuwatia moyo watumishi au watendakazi wake. Huduma ya kichungaji kimsingi inahitaji mwanamke ambaye anajua kutia moyo na kusimama imara kiimani pamoja na mchungaji ambaye ndiye mumewe. Namba 3, kumwombea mume wake kila wakati. Nitahitaji kusisitiza sana kumwombea. Akina mama, kuna kosa ambalo limefanyika sana. Akina mama wamefanya sana. Utakuta kanisani kuna vikundi vya maombi, alafu mama mchungaji hayumo. Kuna wengi mnarithi makanisa ya kifalme, mnarithi falme na utawala kifalme. Katika kanisa la Mungu la kiroho, mchungaji ni mtumwa. Kwa maana hebu fikiria kwa nini tuli kweli. Hivyo unapoanza kanisa, kumbuka unaanza kabisa kama vile unaanza umishonari. Ingawa umetoka kanisa lenye maelfu, hujakawiwa washirika hata 10. Unaweza kuanza kama mishonari ambaye anaenda chini cha ambayo imani hiyo haipo. Nikuulize swali. Wewe unakuwa kanisani, unakuwa kwanza kufika au unakuwa mwisho? Sitalisema mchungaji mmoja kanisa moja, sitalisema. Leo mtu sasa ametoka kwenye kanisa la Kristo, sitasema kwa sababu mchungaji wa pastor alikuwa maeneo ya mashamba. Yeye alijielewa mfano. Kwa washirika wanafika kanisani, yanafika baadaye. Sasa kilichotokea, lile kanisa kwa watu wakaingia usiku, wakaingia kwenye kanisa, wakaachia ugali wao mle ndani. Sawa, weka mwingine mlangoni mara, si kama alishiba sana, alafu mwingine kaenda kuweka madhabahuni. Tabaya sana
kwa sababu mchungaji alikuwa ni mfalme, kwa anafika mwishoni. Wageni kwenye siku hiyo, wageni ndio wengi watafika. Wageni wanafika, wanaangalia, wanapenda kwenda ndani, ili sio kanisa. Lakini wakawa waaminifu, wakakaa nje, tusubiri wenyeji, labda ndio mtindo, labda ndio mpaka wa ibada wa kwanza. Hawasubiri. Wanakuja baadaye, ndio wanakuja wa kanisa. Baadaye ndio wanakuja mchungaji. Wanashangaa wote. Unalionaje ile kanisa? Na ukiangalia ile kanisa likaja kufungwa na mchungaji alikuja kuhama, kaenda kujenga huko mbele hapo. Lakini tatizo ni la mchungaji. Hakutambua nafasi yake. Mama mchungaji hakutambua nafasi yake. Kwa kanisa yetu sisi ni watumwa. Sisi ni ile Yesu alisema angekunyenyesha maji mmoja wadogo hapo. Alipozungumza wadogo, sio wadogo wa mwilini. Alikuwa na maana wale waliokubali kumtumikia yeye. Ambao ndio sisi. Hapo mnanipata? Kwa hiyo my point, hoja yangu ya msingi ni kwamba kwa sababu tunapitia namna hiyo, mama mchungaji afahamu ana wajibu mkubwa wa maombi. Na katika wajibu wa vikosi vya maombi vinakuwa pale. Mama mchungaji anatakiwa sababu ni mwombaji. Kama wewe ni mchungaji, usiniulize kazi yangu nini. Hiyo moja hapo kazi yako, wewe ndio mwombaji namba moja kabisa. Na ndiye kiongozi wa maombi. Hapo sasa hiyo ukifanya hivyo, maana vikundi vingine vya maombi vyote vinatakika wewe uvijue na uwe karibu navyo. Uvijue na uwe karibu. Ni wapi mfano mzuri? Halo? Kuna sherehe yangu ipo Ubungo pale. Kama mnafahamu basi bwana siku sana. Mke wake ni tuko moja na mimi. Sawa? Sasa vikundi vya maombi vinaomba huko. Sasa mama hajawekeza yeye mkono wake pale. Wanawaamini wadada wa maombi wapo. Unaita dada wa mzigo wa maombi wapo. Sawa, hapo mzigo. Lakini kumbe mmoja kiongozi wa maombi akasema, Bwana amenionyesha, Bwana amenifunulia kwamba yule mama sio mtu mwenyewe. Kwa Mungu amesema tuombe ili amuue. Alafu mimi ndiye Mungu amenikusudia nitakuwa mama mchungaji. Wakaendelea maombi, siku zinaenda. Wao wanaamini wao mama mzima wapo wanaomba. Lakini maombi wanaomba Mungu muondoe mama. Na wale maombi yamekolea. Maombi yasipotumiwa vizuri ni hatari sana pia kwa kuharibu kanisa. Na ndio maana mama mchungaji anataka kuwa mwombaji na ashiriki kwenye maombi unayoomba hawa. Halo. Mmesikia jamani? Mara nyingi kwenye makanisa yetu wanaomba wengi ni wanawake. Wengi wanakuja Mungu. Labda ni mimi tu. Kanisa lako je? Sasa hiyo kipato kama ni vizuri sana, neema kama ni vizuri sana. Lakini upande wa pili shetani anaingilia kati. Itawavuruga kweli kweli, watatoa nabii watapoleana wenyewe. Hata wao sio nabii ni uongo. Ni tamaa za watu na watu wataaminishwa na watakubali. Wanaokuja kutengeneza kanisa ambalo watu wanaaminishwa na watu watawezeka. Hata kama ni akili ya watu. Mimi kwa kuna kutokea kanisa watu wanasema Bwana amenionyesha fulani ni mchawi. Sasa huyu anayezungumza ndiye ambaye hao wengine wanaokoka wamekuwa naomba. Kwa wanaamini huyu amesema ni Mungu amesema. Lakini kama ni uongo. Sasa kama mama anakuwa mbali kanisa lako, wao wa mbali wanaweza kuta wamehama, wanachokiona sio kitu chenyewe, wana wanasema. Okay. Lakini pia ni kweli kwa lazima wa mbali na muombee mume wako. Muombee mume. Yaani ile muombee mume wako liwekee hiyo. Hata nyinyi ambao zingine mmebahatika kwamba Mungu ameita moja kwa moja kwa ninyi ni watumishi. Lakini mkubali kuombea waume zenu kwa sababu kipawa cha maombi ni kweli. Kwa sababu mzigo wa mume wako ni wako. Mama mchungaji na askofu. Hao wote kwanza ni wale. Tubali wote ni wachungaji. Wote mama mchungaji. Sisi wote ni
na hasa sisi ambao wa Pentekoste. Wenda wenye imani wenye Waprotestanti na Wateki wenda kwa tofauti, kwa sababu sisi hatukiwa askofu bado kanisa mwanao, si ndio jamani? Lakini pia hatutegemei kutoka askofu huku hajawahi kuwa mchungaji. Wewe unaikuta hiyo mahali fulani. Kimsingi hiyo ni ujanja wa dunia. Ile mtu anakuwa na pesa nyingi, kwa anatengeneza kanisa, anaajiri wachungaji. Hiyo ndio ujanja tu, lakini si kimungu. Unasamea kama ulipo, hata kama ulipo ni kweli ndio naomba ujue kwa hiko mtoto. Kwa sababu waskofu ni endelezo kutoka kwenye uchungaji. Sasa tofauti kati ya mama mchungaji na mama askofu, tofauti na nilikuwa nasiona kama nini. Kama moja kwamba mchungaji anahudumia kanisa moja tu. Mama mchungaji anahudumia kanisa moja tu la mahali, wakati mama askofu anahudumia kanisa mengi. Sasa msikilize, hapo ndio unaona tafsiri kama naangalia vizuri kwamba kumbe mimi ninapokuwa mama askofu, ninapokaa tu kwamba mimi ni mama askofu kwa kanisa la mchungaji na hapa Mombasa, unaweza kuona kwamba kumbe unakosea kweli kweli. Kwa sababu ni mama wa makanisa mengi, kama vile Sara hakuwa mama wa taifa moja, kama baba alivyokuwa mama wa mataifa mengi, na vile vile Sara baba wa mataifa mengi, na vile vile Sara akafatika mama wa mataifa mengi. Jamani, Bwana baraka sana. Lakini pili, mama askofu ana jukumu la kusimamia na kushauri wake za wachungaji wote wa sehemu yote ya uongozi wa umeme. Wakati mama mchungaji ana jukumu la kusimamia na kushauri wanawake wa kanisa analolichunga mumewe tu. Listen to this. Jamani, mnasikia vizuri? Ninasema mama mchungaji ana wajibu wa kuwasimamia wanawake wa kanisa lile, sivyo? Na mabinti wa kanisa. Mama askofu ana wajibu wa kusimamia wanawake wa makanisa yote. Sawa, niongeze kidogo. Ana wajibu lingine, mama mchungaji ana wajibu wa kumsaidia. Ana wajibu wa kumsaidia mama mchungaji, kuwasaidia wale viongozi wa kanisa. Sio? Sasa mama askofu ana wajibu wa kuwasaidia mama wachungaji wote walio chini ya askofu. Naomba msikize vizuri. Ndio maana kitu nilipenda sana maaskofu tuwepo. Naomba msikize. Hata mimi nimefanya mkosa sana. Yaani hapa kuna mengine najifundisha mwenyewe, kwa sababu baada ya kuanza kulitafuta sana ndio nikaanza na mimi kupata uelewa zaidi. Sawa? Yaani kwa mfano mimi nani kiongozi wa jimbo hapa? Askofu wa jimbo hapa. Juu yako kuna askofu wa jimbo, juu yake kuna askofu mkuu. Chini yako. Okay basi. Sasa askofu wa jimbo, naomba msikize. Nachosema huyu anapokuwa askofu wa jimbo, maana yake anashughulikia wachungaji wote walio chini yake, si ndivyo? Sasa kumbuka huyu ana msaidizi wake, na wale wanaohudumia wale wana wasaidizi wao, si ndivyo? Yaani huyu na mke wake ndio anaitwa msaidizi, na wale wachungaji wote wana wake zao ambao ndio wasaidizi wao kiBiblia. Hata kama kwenye katiba yenu mnasema fulani ndio msaidizi, lakini kiBiblia mke wake ndio msaidizi. Jamani, sawa? Sasa huyu mke wa huyu kwa mujibu wa Biblia, ina maana wanawake wote walioko kwenye jimbo lako, hata kiungua, huyu mama ndiye mama yao. Huyu ndio mwananchi wa mama wote. Mwenzetu mama fulani amepata changamoto fulani, napata sio huyu mwananchi, huyu ni mwanaume, mambo ya kike ni ya kike. Wale wanawake wamependa mama mke wako ndio wamekaa. Wanawake si kwa hivi ni tunasikia vizuri sana kwamba angewakusanya wale wanawake, wangekusanya na yule askofu
au wangekusana na mama askofu, kwa sababu mtajiachilia, mtatoa ya kwenu, mtapanga na mipango sawa. Kwa mama ndio inazungumza kwamba kumbe mama askofu yeye pia anahudumia wamama wachungaji wote walio chini ya huyo askofu. Ndio maana kusema wito wake si kama wa kutamka mambo kwamba wewe umeitwa kwa utumishi, lakini wenyewe unafuata ile ndoa. Ile ndoa ndio inampa haki kibiblia, sio tu ya kubuni, ni haki kibiblia, biblical. Likibiblia kwa sababu huyu ni msaidizi wako. Okay. Yes, inawezekana kama ukasema katiba yetu, mimi sifundishi ya katiba. Jamani sawa, mimi naenda kwenye neno tu. Sasa katiba yetu msiniingizie sana. Hello. Jamani wanabariki sana. Na kwa hiyo tunasema kumbe mama askofu ana jukumu la kusimamia na kushauri wake za wachungaji wote wa sehemu yote ya uongozi wa umeme. Lakini namba 3 changamoto za mama askofu ni pana zaidi kuliko changamoto za mama mchungaji. Kutokana nini? Kutokana na utofautiano wa ukubwa wa eneo. Kwa sababu wewe anamsama baba yetu pamoja na kama mchungaji, maana yake huyu mama anahudumia watu wa hapa. Lakini anaposimama kama mama askofu mkuu, basi wachungaji mama maaskofu wote wako chini yake. Jamani sawa? Jamani sawa? Anapata haki ya kuhakikisha kwamba hivi kuna mama fulani anapata shida, huyu ndo organize wanawake wenzake, sio huyu. Kama leo akina baba, sisi hata mtu akipata shida tunawaza kupeleka hela, lakini akina mama hela haileti kumbukumbu. Mimi mama anasaisha mara nyingi, wewe hela hamna, tununue kitenge tu. Yani kuna namna fulani ambavyo wanawake ndio wao. Sasa kama mama askofu atasimama kwenye nafasi yake, huyu atajikuta nafasi yake nyepesi na watu wataona uongozi wa huyu ni mzuri, kumbe wala si huyu bila ni yule. Na hapo ndipo neno msaidizi linapokamilika. Hello? Okay. Kwa changamoto anazopata nimesema mama askofu ni pana zaidi kuliko na mama askofu, sababu ile changamoto zake zinahusu eneo dogo na zinahusu kama ni wajimbo na usijimbo, kama ni wa wilaya kwa mujibu wa katiba yenu, maana yake wilaya nzima, kama ni mkoa kwa mujibu wa katiba yenu hivi, kama taifa au kanda na kadhalika. Lakini pia kiroho, mama askofu ana mzigo mkubwa wa eneo na pana zaidi, ikiwa ni pamoja na kuombea wachungaji wengi zaidi na familia zao, makanisa mengi na mwelekeo wa huduma wa makanisa yote ambayo anasimamia yake. Tunamani kwa maana kiroho sasa. Kiroho kwa maana nimezungumza kama huduma za kijamii hapa, kwamba huyu mama ana wajibu. Huyu hapa anatakika awe na jicho. Mama ni wakubwa sana. Nahitaji kuonyesha, lakini naomba munipe kibali tu watu. Jamani Bwana Yesu. Mungu ni Mungu wa itifaki. Mungu wa nini? Itifaki maana utaratibu. Unaweza wewe ukawa unaomba sana ukamzidi fulani, sawa, lakini yule anayekuwa kwenye mamlaka fulani wakati mwingine anaweza kutamka tu peke yake vitu vikao. Nakumbuka andiko katika Yohana sana. Yule akasema Bwana akasema hayaje hamjui ya kwamba ilipasa mtu mmoja afe kwa ajili ya wengi. Alafu andiko kwenye mabano. Maneno haya hakuyasema kwa nafsi yake, bali kwa sababu alikuwa ni kuhani mkuu wakati huo. Unaelewa? Yaani unapokuwa mchungaji, maneno unayotamka kwenye kanisa lako ndio yatakayotokea, kwa sababu uwe kwenye upako au kwenye upako, lakini maneno unayotamka ndio unabii wa kanisa lako. Sasa mtu anapokuwa askofu mkuu, maneno yake yanasema kanisa hili linaenda bali. Kanisa hili ni watu ambao wanakuja kutoka matajiri wengi. Kanisa hili kuna watu wa zao zile matamshi yake
hiyo unabii, hata kama itachukua muda gani, lakini atakuwa. Sasa vile vile huyu mama kwa nafasi yake ndiye ana nafasi ya kuomba kutamka juu ya neema kwa wachungaji wote walioko katika taifa ambao huyu baba anasimamia. Mnanipata? Inawezekana siombe kama unaweza kuomba. Inaweza siombe lakini Mungu anataka tamshi lako. Kwa sababu bahati nzuri sana tunaposikika mara nyingi maaskofu wetu na mama jo. We are very correct. Tunakusaidia sana. Tuko sahihi. Lakini unaporudi kwenye utendaji unakuta katiba zetu hazizungumzi chochote kuhusu hicho. Sasa mimi siache katiba zetu. Hebu tulione unasema. Kwa hiyo niseme kwamba mama askofu ana mzigo mkubwa wa maombi na mpana zaidi kwa yeye anaombea wachungaji wengi zaidi na familia nyingi zaidi na makanisa mengi zaidi na mwelekeo mpana zaidi kuliko mama mchungaji wa mmoja. Jamani, Bwana baraka sana. Nimeeleka vizuri. Nitakuonesha baadhi ya tofauti ambazo zipo. Lakini nasema naanza baba ili kufikia mwisho angalau unaelewa nini unastahili kuwa. Bwana baraka sana. Hatutaji kulaumiana vile wanaume tunakosea kutowatendea vizuri wake zetu. Hatuhitaji kuwalaumu wake zetu vile ambavyo pia hawajafanya vizuri, kwa sababu sasa ndio darasa. Na tusimame tuombe neema Mungu atusaidie. Tutasimama watu wote tuombe Roho Mtakatifu ili atusaidie. Naomba kwa roho yako. Kama hata mimi mwenyewe si kwamba nilijiamini kama vile ndio mwalimu vile, sema mtu vile mnaita. Ninatembelea neema. Nahitaji neema Mungu kuwafundisha nyao mpaka mafuta kwa wengine. Mungu amewapa kwa sababu hata kwa mimi. Thank you Lord. Okay. Twasema asante, twasema asante, Baba twasema asante, ewe Mungu Baba twasema asante, Baba twasema Najua bila wewe Mungu hatuwezi. Bila Bwana hatuwezi. Roho Mtakatifu na unahitaji kutufundisha. Roho wa Yesu, tunaomba tumekujua. Tunaomba tumekuelewa. Wewe Roho Mtakatifu unakutaka. Roho Mtakatifu unakutaka. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye Kristo mfalme. Wewe ndiye Kristo mwokozi. Mungu, Bwana, hawa ni watenda kazi wako. Hawa ni watumishi wako, hawa ni vyombo vyako. Naomba njoo Bwana, Roho wa Yesu, Roho Bwana, Roho wa Kristo, naomba njoo katikati yetu. Naomba njoo Roho Mtakatifu, naomba njoo Roho Bwana, naomba tufundishe, naomba tuelekeze, naomba fungua fahamu za watu wako Bwana, ili kuelewa kusudi yako, wapate kuelewa hata zaidi ya maelezo haya, wapate kupata ufunuo hata zaidi ya maelezo haya. Roho Mtakatifu anaweza kutufundisha hata kwa kiwango cha juu, maana imeandikwa atakapokuja huyo wa kweli atafundisha, nawe atapeleka hata kwenye kweli yote. Naomba tufundishe, naomba tuelekeze, naomba tuendelee kuelewa. Roho Mtakatifu, naomba tufunike mambo yako tukapata kuyajua
katika jina la Yesu ni Bwana. Pokea utukufu Bwana. Amen. Amen. Yes.